Vile vile mumesikia vizuri ya kwamba mzee huyu alichangia sehemu kubwa kwa mambo ya elimu. Mumesikia shule ya Ngala Girls, hapa na mashule mengine mengi ambayo alichangia mzee. Na ndio sababu hii na nafasi ya uongozi sasa, tukifuata maagizo ya mzee huyu na vile alivyo kiini na sababu ya sisi kujumuika na kuungana, tukijua ya kwamba kama kuna njia ya kuwezesha jamii, kama kuna njia ya kuwezesha nchi, ni kuhakikisha ya kwamba masomo yanapatikana kwa kila mwananchi. Na ndio sababu hiyo tumeweka sasa pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Tumeajiri walimu 76,000, tunaongeza wengine 20,000. Vile mzee alivyopenda elimu, ndivyo tunavyokuza. Ndio sababu tumesema ya kwamba masomo ya Technical Training College ama ya university isiwe kwa Wakenya wanao. Ni haki ya kila Mkenya, hata watoto wa kutoka jamii maskini waweze kwenda katika university pia. Na ndio sababu tumebadilisha msimamo. Sasa watoto kutoka jamii maskini tunawalipia 95% scholarship, ili tuweke usawa katika mambo ya elimu katika taifa letu la Kenya. Vile vile nimesimama hapa kwa shule, wale wanafunzi wa shule wakaniambia ya kwamba shule lile lilianzishwa na mzee, na ndio nikakubali ya kwamba huyu Owen Baya akuje next week achukue bus alete kwa hiyo shule iweze kunawiri na kuendelea mbele, tukifuatilia yale msingi mzee alijenga. Na sio pale peke yake, tutazidi na kushirikiana katika nafasi zingine nyingi ya masomo ya watoto wetu, tukisoma shujaa huyu aliyelazwa hapa. Katika harakati ya maendeleo, sehemu kubwa amechangia mzee huyu. Na ndio sababu hiyo watu wa hapa Kilifi, kwa kura zenu, kwa maombi yenu, mkatusaidia tukaunda serikali. Na mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kukubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, tushikanishe pamoja, kwa sababu ya muhimu ni taifa letu la Kenya. Ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, lakini tuchangie sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja, maendeleo ni mambo ya kila siku katika taifa letu la Kenya. Sababu hiyo ndio mimi nataka niseme, nilikuja hapa 2013 nikawaeleza ya kwamba katika ile mpango yetu ya kusongesha taifa letu la Kenya mbele, Kilifi tutahakikisha kwamba iko katikati. Na wakati tumeunganisha broad based, sasa ndio ikawekwa kasi hiyo mambo ya Kilifi kuwa ndani na katikati ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Barabara tulikubaliana na nyinyi kutoka pale Nyali Bridge. Nyinyi mkienda Mombasa siku hizi mnaona kuna mjengo mkubwa inaendelea, kwa sababu tunataka kupanua iwe dual carriageway, tuondoe msongamano,
turahisishe usafiri na tuhakikishe ya kwamba tunazalisha uchumi wa sehemu hii. Kwa hivyo tutaweka dual carriageway mpaka pale kwa Gachengo baada ya Mtwapa, alafu hiyo ingine mpaka hapa Kilifi tumeirekebisha. Awamu ya pili tutairekebisha kutoka hapa mpaka Kilifi mpaka Malindi. Hiyo ni awamu ya pili. Vile vile tumeongea na wabunge wenu. Barabara ilikuwa imekwama huku zaidi kwa sababu ya mambo yalivyo katika mambo ya uchumi. Tumerekebisha uchumi sasa. Sasa tumepata pesa ya kutosha ya kujenga mabarabara zetu. Ndio sababu barabara ya kutoka Bamburi Mwakirunge kuja Kaloleni tumemrudisha contractor, sasa atamaliza hiyo barabara. Barabara hii mumenieleza ati mambo ilipinduliwa na huyu Owen. Barabara ilikuwa ianze kule Bamba kwa sababu mnajua tulianzisha barabara ya kutoka kule Kaloleni ikaja Bamba, sio? Mariakani ikaja Bamba, ambayo ilikuwa imeundiwa mpaka Wimbo. Lakini sasa mimi nikasema na mimi nitatoa hiyo barabara Bamba ikuje Ganze ikuje Kilifi, kilomita 56. Ile ingine ilikuwa kilomita 22. Hii kilomita 56 ni kweli contractor alikuwa na matatizo, lakini sasa nimemlipa ile pesa alikuwa anatudai, nimemuongezea pesa na nimeweka katika budget pesa ya kukamilisha hii barabara yenu. Tungule amesema mambo sio mazuri sana kwa sababu mambo yalipinduliwa hapo katikati. Na nitakueleza Bwana Tungule, nitafanya ukarabati. Ndio hii barabara ianze na huku Kilifi, lakini vile vile itoke na huko Bamba. Ndio tukutanishe katikati. So tutafuatana na wewe ndio tukubaliane vile huyo mwanakandarasi atafanya kazi hiyo. Ni kweli mbunge wa Kilifi Malindi amenieleza kuhusu barabara ya Salagate. Na tayari nimeamurisha kwamba hiyo barabara irekebishwe, tuweke another overlay. Ndio hiyo barabara tusiipoteze. Mnajua tumekamilisha sasa ile daraja ya Baricho na kuunganisha hiyo barabara mpaka Marafa, na ile imebaki kidogo sasa ni kuchukua ile barabara ambayo inaenda Salagate niunganishe na kule mahali tunataka kuzalisha chakula kule Galana Kulalu. Pale pia tumeweka pesa sasa ya kukamilisha daraja na kuunganisha Malindi na kule Galana Kulalu, ndio tuweze kutoa chakula kule, watu wa hapa tuondoe njaa, kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba hapa pwani inakuwa gala mpya ya taifa letu la Kenya. Na tuko na barabara zingine ambazo tumeshakubaliana na viongozi wenu tutazishughulikia, kwa sababu najua pwani hii ilibaki nyuma kwa kiasi, lakini sasa mimi nawahakikishia pwani haitabaki nyuma tena tukisonga mbele. Vile vile nimekubaliana na hawa viongozi wote ya kwamba kwa kuunganisha stima vile vile tulikuwa na changamoto kubwa hapa pwani, kwa sababu hata kufika stima hapa katika ile main grid ilikuwa na matatizo. Sasa tumeweka pesa ile transmission line kubwa kutoka kule Malindi kupitia Weru kuja hapa Kilifi. We have committed 3 billion shillings to do that project. Na vile vile tumeongeza ingine kutoka kule Kaloleni ije pia mpaka hapa Kilifi. Na tayari tumekubaliana na hawa viongozi, kila mbunge anajua ile pesa tumewawekea kwa ile last mile connectivity. Kabla ya Disemba mwaka huu nimeamurisha ya kwamba wananchi manyumba 20,000 ziunganishwe na stima kati ya sasa na Disemba mwaka huu,
na tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2.2 ya kuhakikisha kazi hiyo inakamilika. Na tunafanya hivyo kwa sababu ya affirmative action, yaani ile pwani ilibaki nyuma kiasi, lazima tuwapatie zaidi ya wale wengine wanavyopata, ndio washikamane na wale wengine. Vile vile mumenieleza mambo ya ardhi ya sehemu hii, na naelewa vizuri sana mambo ya ardhi, na sehemu ile ya Kamale mahali tulikuwa juzi, sehemu ya Zangalaweni, Jilore, hizo sehemu zote tunazishughulikia, kwa sababu Kayafungo, mnajua pale Kayafungo tumekuwa na matatizo makubwa sana, so we are trying to straighten. Mumesikia mbunge wetu wa Rabai anasema zake 15,000 ziko tayari. Mheshimiwa, takuwa huko hivi karibuni kuzipatiana. Na katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza shilingi bilioni 2.8 ya kuendesha hiyo program ya kuhakikisha kwamba tunaondoa uskwota hapa pwani, kwa sababu ndio ahadi yetu, na tumekubaliana na viongozi wenu vile kazi hiyo itafanyika. Vile ningependa nikikamilisha kusema ya kwamba yale mbunge wa kule Ganze amesema kuhusu ndofu, nilituma askari wetu wa KWS, wamekuwa huko, lakini wanakubaliana na mimi ya kwamba hiyo tatizo ni kubwa, na dawa yake sasa ni kuweka ua ama fence, ndio tuondoe tatizo hilo kwa kikamilifu. Na kwa hivyo Mheshimiwa, tutapangana tuhakikisha kwamba sehemu ile inawekwa fence, ndio tuweze kusukuma mambo haya mbele. Mimi pia nataka niwapongeze watu wa Kilifi. Leo asubuhi nilipatiwa taarifa, wakati nilikuwa napitia taarifa, kwamba watu wa Kilifi 1437 wamejiandikisha kwa SHA. Mimi nasema kwa watu wa Kilifi pongezi, na mpango yetu hapo kwa SHA, mimi nataka muelewe, pale nyuma wananchi wengi waliuza mali yao, wakauza mbuzi na kondoo na mifugo, wakauza ardhi kwenda kulipia gharama ya hospitali. Tumesema hatutaki gharama ya hospitali ama hatutaki matibabu yawe ni starehe ya watu wanaojiweza ama matajiri. Tunasema matibabu ni haki ya kila Mkenya, kwa sababu katiba ndio inasema hivyo. Na ndio sababu hiyo wewe Mkenya, na kuuliza, hospitali unakokwenda bora ujisajili. Level 1 utatibiwa bila malipo yoyote. Level 2 utatibiwa bila malipo yoyote. Level 3 utatibiwa bila malipo yoyote. Level 4 utatibiwa bila malipo yoyote. Kuanzia level 5 kwenda mbele, ndio sasa wale wenye wako na uwezo wa kulipia mambo ya SHA utalipa kulingana na uwezo wako. Wale ambao hamuna uwezo tutawalipia kama serikali. Ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anawachwa nyuma kwa mambo ya kuhakikisha ya kwamba matibabu inapatikana kwa Wakenya wote. Huyu Mng'aro watawaeleza ya kwamba tumekubaliana na wao vile madawa itapatikana. Tunajua changamoto kubwa ya mahospitali ni kwamba hakuna dawa kwa mahospitali. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumekubaliana na wao vile KEMSA tutarekebisha, delivery tutarekebisha,
na tumekubaliana ya kwamba madawa yakitoka Nairobi hayakuji tena Kilifi kwa headquarters. Madawa ikitoka Nairobi inaenda moja kwa moja mpaka dispensary ama hospitali mahali popote ilipo. Ndio tuache mambo ambayo saa zingine madawa inakuja inakaa pale Kilifi mpaka ina expire, watu wakingojea madawa kule kwenye mahospitali. Kwa hivyo hiyo shughuli yote tunashughulika pamoja. Mheshimiwa Baya amenieleza kuhusu mambo ya maji. Ameniuliza mambo matatu. Ameniuliza mambo ya write off, akaniuliza mambo ya kulipa ile deni iko ya milioni 100 kwa sasa, na akaniuliza mambo ya solarization. Nimeongea na watu wa wizara na tumekubaliana. Kwanza mambo ya write off.